kabla ya mapinduzi hapa Zanzibar. Na kikundi hiki leo kimeratibiwa na mkaguzi wa Jeshi la Polisi Salum Amiri Ngayana akisaidiwa na Koplo Ali Musa Tutu, na atakayeongoza kikundi hiki ni Sergeant Major Mlekwa Zakaria. Mheshimiwa mgeni rasmi, parade hii au kwata hii ilitambulika rasmi kama gwaride la tarabushi. Kwa nini iliitwa tarabushi? Ni kwa sababu ya kivazi cha kofia walichokivaa wakati huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii kofia wakati kwa lugha ya Kiarabu inaitwa atarabush. Kwa hiyo likatoholewa tukuitwa kwa Kiswahili tarabush. Lakini pamoja na kwamba Zanzibar ilikuwa chini ya utawala wa sultani kutoka Oman, lakini mambo ya kiutawala yote yaliratibiwa na wakoloni kutoka Uingereza. Kwa hiyo amri zote zitakazotolewa katika kikundi hiki ni za lugha ya Kiingereza. Askari waliokuwa wanashiriki katika paredi hii walikuwa ni wanaume peke yao, kwa sababu wakati huo kulikuwa hakuna ruhusa ya kuajiriwa wanawake. Na askari hawa walikuwa hawajui Kiingereza kwa ufasaha, walinukuu tu yale maneno muhimu yanayotolewa kama amri katika kwata hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaona kwata hii itakapofika hapa, askari hawa linapotokea jambo la dharura nje ya amri ya kwata hii, basi walikuwa wanafikiri ni amri. Mheshimiwa, wakati kikundi hiki kinakaribia mbele ya jukwaa, basi naomba utizame na uone namna askari hawa wanavyocheza kwata hii wakiwa na hofu kubwa pamoja na woga mkubwa, kulingana na wakati huo viongozi wote wa kwata hii walikuwa ni wakoloni wenyewe ndio waliokuwa wakiongoza kwata hii. Mheshimiwa, karibu kwa kikundi hiki cha tarabushi. Mheshimiwa, huyo askari amechanganyikiwa kutokana na hofu aliyokuwa nayo, amefikia hatua mpaka unaona haja ndogo inamtoka hapo.
Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ndio ile hofu tuliyozungumza. Amri haijakamilika, askari wanaondoka. Waheshimiwa wao walikuwa hawakosea. Hata wakikosea adhabu inaenda kwa askari. Kwa hiyo ameanguka mwenyewe, askari hawahusiki lakini wanapata adhabu wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyokueleza awali, walinukuu tu yale matamshi ya amri. Kwa hiyo anaamrishwa askari hali hapo, wao wanajua ni kitendo, anafanya kitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndio wakati hali halisi ilivyokuwa. Hata chafya pia walifikiri ni amri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi hiki maalum cha Kwata sasa kitapita mbele yako na kutoa heshima.
na lazima kabla ya kupita sehemu muhimu kabisa kwa kutoa heshima, lazima hakikisha kila askari anafanya kitendo kwa usahihi. Ndio unaona hapo anatumia vipimo vyake. Mheshimiwa mgeni rasmi, na huu ndio mwisho wa onyesho hili la kikundi cha Tarabushi.